Kwa jina naitwa Fares Kurwa Jilabi. Sasa tulikuwa tuna baba yetu baada ya kufariki, tulikuwa tuna eneo sasa la mbuga. Sasa hilo eneo liliingia mgogoro, maana alikaribishwa kulima baba yetu mkubwa ambaye anaitwa Marieta. Alikabidhiwa na mdogo wake Kurwa Jilabi Fweya. Baada ya kufariki sasa Kurwa Jilabi Fweya, Marieta akakatalia kwenye eneo, akasema kwamba amepewa. Sasa baada ya kupewa, sisi watoto tulikuwa hatujui kwamba amepewa. Wote tulikuwa watoto 18. Tulikuwa hatujui kwamba amepewa. Yeye akang'ang'ania kwamba amepewa jumla na mdogo wake. Tukafuatilia mahakamani, tukakutana na Fatuma ambaye yuko kwenye Samia iko, akatupa ushauri na njia ya kupita, akatusaidia. Tukaenda mahakamani, mahakama ya wilaya. Baada ya kuzungumza kesi hiyo, mahakama iliturudishia hilo eneo letu ambalo lilikuwa na la heka 6, na mpaka sasa hivi halina mgogoro tena, tulirudishiwa na mahakama ya wilaya. Nashukuru kampeni ya Mama Samia kutufikia, imetupa uweledi tukalipata hilo eneo. Hatungeweza kulipata hilo eneo, na tunashukuru sana. Kwa jina naitwa Fatuma Katabara, ni msaidizi wa kisheria kutoka Kishapu Paralegal Organization. Tulipokea lalamiko la Mathias Kurwa Jilabi mwaka 2025 ambao ulikuwa na mgogoro wa muda mrefu. Baada ya baba yao kufariki, baba yao mkubwa akawa amewadhulumu eneo shamba la ekari 6. Wakawa wakienda kwenye uongozi wa kijiji hawapati mwafaka, na kwa madai yao walikuwa wanasema hata wakienda kwenye baraza bado hawapei barua ya kwenda kusonga mbele. Walipokuja ofisini kwetu, ofisi ya usaidizi wa kisheria, tukawasikiliza, tukawasiliana na baraza la kata ili wawajazie fomu namba 3A waweze kwenda mahakamani. Wakawapa ile fomu, tukawaelekeza kwenda mahakama ya ardhi ya wilaya. Wakaenda kule, wamesikiliza kama mara 3 bila mtuhumiwa kufika, na baadaye mahakama ikaamuru kusikiliza kesi upande mmoja, na kwa bahati wakawa wamesikiliza na wakashinda. Baadaye wakakabidhiwa eneo lao la eka 6 ambalo walikuwa wamedhulumiwa na baba yao mkubwa. Kwa hiyo kupitia msaada wa kisheria